Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu wapendwa Islam, na kunasihini na kuinasihi nafsi yangu katika kusoma kwako dini, katika kutafakari kwako, katika kuishi kwako, jitahidi sana usije ukaingia katika kundi ambalo itakuwa ni sababu ya wewe kupelekwa motoni. Hapa moja kwa moja na maanisha uwe na tahadhari juu ya makundi potofu. Usije ukabebwa na kundi katika kufuata Uislamu wako, usije ukabebwa na kundi ambalo litakupeleka motoni. Na ili upate salama, manake ubaki na kundi la Ash'ira, uwe ni msufi, uwe ni sufi, ndo utapata salama. Vinginevyo basi unaweza ukaingia katika kundi likakupeleka katika sehemu mbaya mno, katika itikadi mbaya mno. Na katika makundi ambayo hakuna shaka yoyote utakapoingia tu kwenye kundi hilo utaenda motoni, basi ni kundi la Kiwahabi. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu ndani ya kundi la Kiwahabi kuna itikadi potofu ambayo Muislam hatakiwi kuwa nayo. Muislam anatakiwa awe mbali na itikadi ambayo iko katika kundi la Mawahabi. Mawahabi itikadi yao na itikadi ambayo anayo Netanyahu yule wa Israel haina tofauti yoyote. Ni itikadi ya Kiyahudi chafu ambayo iko kinyume na Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo jitahidi kukwepa makundi potofu, lakini ukitambua katika makundi hayo baya mno katika makundi hayo ni kundi la Kiwahabi. Mbali na itikadi chafu walionayo, lakini pia watu hawa wamekosa adabu na heshima. Ni watu wanaojitukuza mara zote na kuwakufurisha wengine, kuwagawa Waislamu na kujikweza, kuwafanya watu wote hawana maana, wao ndio wenye maana na wao ndio wenye kupatia siku zote, ilhali ukweli wa mambo uko mbali na hivyo. Ni watu ambao wako mbali na mwongozo sahihi wa Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo hii ni nasaha nakupa, jitahidi wewe, jichunge, lakini chunga pia na watoto wako na familia yako, isije ikatumbukia familia katika kundi hili potevu. Kama mna kumbukumbu, miezi michache iliyopita nilikuja hapa nikaeleza kwamba Mawahabi ni mujassima, na hilo linajulikana ulimwengu mzima. Mawahabi ni mujassima, yani maana yake ni watu ambao wana itikadi ya Mungu mtu, kwa sababu Mungu wanayemwabudia Mawahabi sio Allah. Wao wana Mungu wao ambaye ana macho, ana uso, ana mkono, ana mguu. Huyo ndo Mungu wa Mawahabi. Bali wamefika mbali, wengine katika walimu wao wamewafundisha wanafunzi wao kwamba hata kwa Mungu kuna malal, kuna mpaka kuchoka. Mungu pia anachoka, Mungu anabebwa, Mungu anashuka kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Yani mtihani wallahi katika itikadi hii. Sasa nilikuja hapa nikasema kwamba hawa mabwana ni hashwiya almujassima, ni watu wanaoitakidi kwamba Allah ni jism, ni kiwiliwili, ni umbile. Akaja mpuuzi mmoja akaropoka sana, kaongea sana porojo, na wallahi mimi sikurudi nikamjibu, kwa sababu yale maneno yake alikuwa akiyazungumza, lau yule Muwahabi mwenyewe akitafakari, basi atapata majibu yenye kutosheleza kwamba ni kweli itikadi yao ni itikadi iliyo mbali na Uislamu. Sasa ambacho nilikikusudia mimi kukifanya ni hichi ambacho nakifanya. Insha Allah nitaanza kubainisha biidhnillahi upotofu wa itikadi za watu hawa kidogo tutaenda kwa dakika chache insha Allah, tutakuwa tukibainisha ubaya wa watu hawa na kile wanachokiamini, ili tuwaonyeshe Waislamu wenye akili wapime
wajue haki iko wapi na batil iko wapi, na bila shaka mwisho wa siku watadhihirikiwa kwamba kundi la Kiwahabi ni kundi potofu lenye itikadi isiyokuwa itikadi ya Kiislamu. Leo nataka nikupe mfano mdogo tu, halafu tuone kupitia mfano huu, je, hawa watu ni mujassima, wanaamini kwamba Allah ni jism au hawaamini hivyo? Nitakupa mfano mdogo tu hapa inshallah. Kwa kuanzia, hebu turudi katika kitabu cha Ibn Taymiyyah kinaitwa At-Tadmuriyya. Tufungue hapa ukurasa wa 32, tusome maneno machache tu katika porojo nyingi za ovyo alizozizungumza ndani yake. Anasema, fakadhalika lamma wasafa nafsahu bi annahu khalaqa adama biyadaihi. Anasema hivyo hivyo itambulike, wakati Allah alipojielezea mwenyewe kwamba amemuumba Adam kwa mikono yake, lam yujib dhalika an yakuna dhahiruhu ghaira muradi. Sikilizeni maneno ya Ibn Taymiyyah hayo. Anasema hilo halilazimishi kuwa eti dhahiri ya maneno hayo. Maneno yapi? Ya kwamba Allah kamuumba Adam kwa mikono yake. Hailazimishi kwamba eti dhahiri ya maneno hayo ndo yasiwe makusudio. Maana yake nini? Maana yake anachozungumza ni kwamba si lazima tuseme kwamba Allah aliposema kuwa kamuumba Adam kwa mikono yake, si lazima tuseme kwamba dhahiri ya maneno haya sio makusudio. Si lazima tuseme hivyo. Ina maana tunaweza tukasema dhahiri ya maneno haya ndiyo makusudio, kwa maana ndiyo kamuumba kwa mikono yake, ni mikono hasa. Nadhani tuko pamoja. Sikiliza, bado anaendelea kusema, lianna mafhuma dhalika fi haqqihi kama mafhumihi fi haqqina. Kwa sababu anasema, kwa sababu mafhumu ya hilo katika haki yake Allah subhanahu wa ta'ala, mafhumu ya nini? Mafhumu ya mikono, vile ifahamikavyo kuhusu mikono. Mafhumu ya hilo la kuwa na mikono ye Allah katika haki yake ni kama mafhumu yake katika haki yetu. Yani vile ilivyo mafhumu ya mikono kwenye haki yetu sisi, kwetu sisi, ilivyo mafhumu ya mikono kwetu sisi. Mkono ni kiungo ambacho mtu hutumia, mkono huunyosha na kukunja, mkono ndo huu. Ilivyo hivyo ule ufahamu mafhumu ya mikono kwetu sisi, ndivyo ilivyo mafhumu ya mikono kwake Allah. Kwa maana na kwake yeye mikono itakuwa ni mikono ni kwa hakika hasa, kwa maana anakamatia, anashikia, na vile ilivyo mafhumu ya mikono kwetu katika haki yetu ndo ilivyo mafhumu ya mikono katika haki yake. Lakini tu angalia sasa kituko, bal sifatul mawsufi tunasibuhu, bali tofauti iliyopo ni kwamba mikono yake Allah itakuwa ni yake, haitofanana na yetu, lakini ana mikono. Tena vile tunavyoelewa sisi mikono kwetu ndivyo ilivyo mikono kwake, lakini tu tofauti iliyopo kwamba mikono yetu haifanani na mikono yake. Hapa anaeleza wazi kwamba Allah ana mikono kwa hakika hasa, kwa hakika hakiki. Manake Allah ana mikono kama viungo, lakini tofauti ni kwamba mikono yake haifanani na mikono yetu. Ni kama vile kusema mkono wangu haufanani na mkono wa paka, lakini paka ana mkono na mimi nina mkono. Allah anapewa umbile. Sasa hebu jiulize katika akili yako, huyu mtu anayempa Allah mikono, anayempa Allah macho, anayempa Allah uso, ni mujassim sio mujassim? Tayari ameshampa Allah kiwiliwili, hajampa. Halafu mtu anasema sisi hatusemi Allah ni jism, sisi hatusemi hivyo. Lakini hapo hapo anakuja tena anasema lakini ana macho, ana mikono, ana uso, ana mguu. Halafu hapo anakuja hatusemi kwamba ni jism. Ajabu sana. Hicho unachokisema ni nini na unachokikataa ni nini?
Ni kama vile mfano mtu anasema mimi usiku huwa natoka hapa mtaani tunapoishi hapa kijijini, halafu nawachukua kuku wa watu wa kijiji hiki, nachukua kuku halafu naenda kuwauza sokoni kwa kujificha, hakuna anayetambua. Wao wenyewe wakifika asubuhi wanakasirika, wanagomba, wanamtafuta mtu aliyechukua kuku, kumbe ndo mimi huwa nachukua kuku wa watu wa kijijini hapa, halafu naenda kuwauza kwa siri, halafu natumia zile pesa. Wao wenyewe hawajui, wanakasirika. Lakini mimi si mwizi, lakini nachukua kuku wao bila ya wao kujua, na wanakasirika, na wala hao kuku si wangu mimi, lakini si mwizi. Usiokaniita mwizi, mimi si mwizi, wala sijawahi kusema kwamba mimi ni mwizi. Lakini mimi ninachosema ni kwamba nachukua kuku wao bila wao kujua. Sasa huyu ni mwizi, lakini anajitambulisha kwa utambulisho mwingine, lakini ni mwizi. Ndio Mawahabi anakwambia sisi ni sifa za Allah hizi. Allah ana mkono, ana mguu. Hakuna sehemu ambayo imesema Allah ana mkono, hakuna, wala macho wala uso. Ni ufahamu mbovu katika kutafsiri, sababu hawana ile manhaji ya kufanya tafwidh na ta'wil. Kwa hiyo wanachukua dhahir, na si kwamba wanachukua dhahir kuwa wanafanya tafwidh, la, wanachukua dhahiri ya maneno na wanayawekea taswira, yani wanayaingia ndani na kutengeneza uhalisia katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanamtengeneza Allah kuwa ni umbile kabisa. Acha nikupe mfano mwingine inshallah ili tuelewane vizuri. Huo ndo mfano wa mwisho kwa leo. Hebu tusome kitabu kinaitwa Bayanu Talbisi al-Jahmiyya fi ta'sisi bid'ahim al-kalamiyya. Ni kitabu cha Ibn Taymiyyah, tusome juzuu ya 8 ukurasa wa 127. Anasema hivi Ibn Taymiyyah, sikilizeni vizuri. Anasema wa anna itlaqa al-qawli bi anna Allah azza wa jalla laysa bijismin wala jawharin bid'atun biittifaqi salafil ummati wa a'immatiha. Sikiliza vizuri, anasema kuachilia kauli ukasema tu moja kwa moja kwamba Allah si kiwiliwili wala sio jauhar, ni bid'a, ni uzushi. Sikiliza maneno hayo ya Ibn Taymiyyah. Anasema kule kuachilia maneno mtu akasema Allah sio mwili, akasema kwamba Allah laisa bijism, si mwili, anasema hiyo ni bid'a. Ukisema Allah si mwili wala sio jauhar, jauhar manake ni kitu ambacho kipo kina namna ile dhati ya kitu, kile kitu chenyewe. Kwa hiyo kusema kwamba Allah si mwili ni bid'a. Alafu akaendelea tena, sikiliza vizuri, anasema hiyo ni bid'a kusema Allah si mwili, tena kwa makubaliano ya salafil umma ambao ni uongo, makubaliano ya wema waliopita ambao huo ni uongo. Wema waliopita hawajazungumza kitu kama hicho, kichafu kama hicho, kwamba eti kuwa mtu atakayesema Allah si mwili huyo kazusha. Kwa hiyo maana yake tuseme Allah ni mwili. Sikiliza kituko sasa alivyoendelea mbele, anasema bal dhalika a'dhamu ibtidaa, bali kusema Allah si mwili ni uzushi mkubwa mno, min alqawli bi annahu jismun wa jauhar, kuliko mtu kusema kwamba Allah ni mwili na ni jauhar. Maana ni kama vile ni kitu umbile hivi na ni mwili. Ibn Taymiyyah anasema wazi wazi kwamba ni afadhali mtu anayesema kwamba Allah ni mwili, ni umbile. Yani huyu ni afadhali, amezusha bid'a ndogo, kuliko yule anayesema kwamba Allah si mwili na si jauhar. Allah subhanallah. Kwa Ibn Taymiyyah yeye anakubaliana, anasema afadhali mtu aseme Allah ni mwili, ni jism, kuliko yule anayesema si jism. Huyu anayesema Allah si jismu, si mwili, amezusha uzushi mkubwa mno. Afadhali yule anayesema Allah ni mwili, ni umbile fulani hivi. Huyu ndo amewekwa kuwa ni kiongozi wa Mawahabi, mtu mwenye itikadi chafu mno, mbaya mno, ambaye yuko mbali na Uislamu. Sasa utajiuliza, sasa Ibn Taymiyyah anataka tufanye nini? Maana hapa ni kama kwamba amekataza mtu kusema Allah ni jism, amekataza. Lakini pia amekataza kusema Allah si jism. Lakini tu akasema kwamba kusema Allah si jism ni kosa kubwa zaidi. Bora useme Allah ni jism. Yeye anataka tuseme nini?
maana yake ukisoma katika vitabu vyake utagundua yeye ni mujassim, ana itikadi ile ya kwamba Allah ni jismu, ingawa maneno yake ni kama maneno ya mawahabi wengine. Utaona wanasema sisi hatuseme hivyo, sisi tunasema vile alivyojisemea yeye Allah. Na ndo maana Ibn Taymiyyah anachokimaanisha kwamba sisi tunasema vile alivyojisemea yeye Allah, lakini ukimfuatilia utaona anasema Allah ana mkono, Allah ana uso, Allah ndo itikadi ile ile kwamba Allah ana jismu. Na tutalibainisha hilo insha Allah kupitia vitabu vyao wenyewe. Sasa angalia hatari ya watu hawa. Kisha anakuja mtu anasema sio mujassima bwana, nyinyi ni mujassima. Mawahabi ni watu wanaoitakidi itikadi ya kuabudia Mungu mtu. Na tusiwe na pupa, tutaeleweshana kidogo kidogo mpaka tutaelewa biidhnillah. Na tutazifafanua aya hizi zilizokuja zikaonyesha neno wajh kwa Allah, tutaonyesha biidhnillah maana yake nini kilugha na kwa mujibu wa wema waliopita kidogo kidogo insha Allah, na utaelewa ikiwa wewe unataka haki kweli na una uadilifu wa kutafuta haki, utaelewa biidhnillah. Lakini itoshe kauli ya Imam Ahmad ibn Hanbal ambayo ameinukuu Abul Fadhl Abdul Wahid At-Tamimi katika kitabu I'tiqadul Imam al-Mubajjal Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal juzu ya kwanza ukurasa 298. Anasema wa ankara ay al-Imam Ahmad. Nani huyo anayesema? Abul Fadhl Abdul Wahid At-Tamimi anasema wa ankara ay al-Imam Ahmad. Imam Ahmad amepinga ala man yaqulu bil jismi, yule anayesema kuwa Allah ni jism. Waqala, na akasema Imam Ahmad, innal asmaa ma'khudhatun min ash-shari'ati wal lugha, majina haya yamechukuliwa kutoka kwenye sheria na lugha. Wa ahlu lugha, na watu wa lugha, wada'u hadha al-isma ala kulli dhi tuli wa ardhi wa samki wa tarkibi wa suratin wa ta'lif, wameliweka jina hili jism, jina hili mwili, kiwiliwili, kwa kitu ambacho kina urefu, kina height, kina upana, kina mpangilio, kina sura. Wallahu ta'ala kharijun an dhalika kullihi, na Allah yuko mbali na hayo yote. Falam yajuz an yusamma jisman li khurujihi an ma'na aljismiyya, haifai Allah kuitwa jism kwa sababu ametoka kwenye maana ya jismiyya ya kiwiliwili. Walam yaji fi sharia dhalika, walam yaji fi shari'ati dhalika fabatal, na hilo halijaja katika sheria, na kwa hivyo ndio maana limebatilika. Huyu Imam Ahmad anapinga vikali Allah kuitwa jism. Halafu Ibn Taymiyyah anatuambia ni bora yule anayesema Allah jism, na kusema Allah si jism ni kosa kubwa. Anatuambia kusema Allah sio jism ni kosa kubwa, yani tusiseme jambo hilo kwamba Allah sio jism, sio kiwiliwili, tusiseme hivyo. Na ni afadhali mtu anayesema Allah jism kuliko yule anayesema Allah si jism. Subhanallah, subhanallah. Halafu ukimtafuta itikadi yake utagundua kumbe ndo yeye anayesema Allah ni jism, kwa sababu Allah ana mikono kwake, ana macho, ana uso, ana mguu. Allah atusaidie, atuepushe na kundi hili. Wallahi Waislamu, kuna haja ya kutafakari, na naamini biidhnillah kwa harakati zetu hizi na kwa jinsi tunavyoonyesha dalili hizi, basi wenye kutafakari watatafakari na wenye kuongoka wataongoka, kwani hakika wengi waliotafakari wameshatoka kwenye kundi hili potofu.